Ni Jumatatu ya tarehe 3 mwezi Novemba mwaka ni wa 2025. Popote ulipo mtazamaji, ninatumai kwamba siku yako imekuendea vema. Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe jioni ya leo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa kemkem. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Samia Suluhu aapishwa rasmi Dodoma katika hafla iliyoshuhudiwa na viongozi wa Kiafrika, huku Rais Samia akitoa onyo kali kwa wachochezi wa maandamano. Maafa yazidi kuongezeka Elgeyo Marakwet, vifo vikifikia 30, miili 4 zaidi ikiopolewa Chesongoch, wengine 21 bado wakiwa hawajulikani walipo. Simanzi Salga, wazee wawili wapatikana wakiwa wameuawa nyumbani. Hakuna kilichoibwa, wakazi wakihofia mauaji tatanishi. Mtazamaji, sasa imegonga saa 1 jioni hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa kamili na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Valin Owino. Karibu. Wanafunzi 14 ni miongoni mwa watu 28 walioripotiwa kufariki dunia kufuatia mmomonyoko wa ardhi ulioshuhudiwa huko Elgeyo Marakwet. Katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok amedhibitisha kuwa watahiniwa katika shule 28 za msingi na sekondari wameathirika moja kwa moja kufuatia janga hilo. Aidha, serikali imewahakikishia wazazi kuwa mikakati maalum imewekwa kuhakikisha hata watahiniwa walioathirika wataendelea na mitihani yao kama ilivyoratibiwa. Mmomonyoko huo wa ardhi uliosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa siku kadhaa umewaacha watu 28 mauti, wakiwemo wanafunzi 14, huku angalau watahiniwa 1867 katika shule za msingi na sekondari wakiathirika. Akizungumza baada ya kushuhudia ufunguzi wa makasha ya karatasi za mtihani wa nadharia wa KCSE ulioanza Jumatatu, Katibu Mkuu wa elimu ya msingi Julius Bitok aliwahakikishia watahiniwa kuwa serikali imeweka hatua zote muhimu kuwezesha kuendelea kwa mitihani katika maeneo yaliyoathirika. We have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated and all the students can be able to sit for their examinations without interruption. Angalau madaraja 3 yameharibiwa na mmomonyoko huo wa ardhi na kuharibu njia ya kufikisha makasha ya mitihani kwenye shule 28 za msingi na sekondari eneo hilo. Aidha, Bitok alionyesha kuridhishwa na jinsi mitihani ya kitaifa inavyoendelea kuendeshwa kote nchini. Hata hivyo, mtahiniwa mmoja katika shule ya sekondari ya Sabasaba kaunti ya Murang'a anaufanya mtihani wake akiwa katika kitanda cha hospitali, huku wasimamizi wakihakikisha uadilifu. Vile mikakati hivyo iko, kukiwa na such case tunaziita hardship cases, na amepelekewa mtihani, amefanya ile ya kwanza na tunangojea afternoon ataendelea na mtihani. Kwingineko katika kaunti ya Bungoma, wasimamizi wa mitihani wamehimizwa kuzingatia kikamilifu kanuni zilizowekwa kufuatia madai kwamba baadhi ya shule huenda zimekuwa zikikiuka taratibu za mitihani. We want to deliver an error-free exam. So let us keep to the rules of the game. Mitihani ya kitaifa inapoendelea kote nchini, wito sasa umetolewa kwa wasimamizi wa mitihani kuendelea kuwa makini kuhakikisha kila mtahiniwa anaufanya mtihani chini ya mazingira yaliyo sawa. Mtazamaji, Rais Samia Suluhu Hassan aliapishwa leo kwa muhula wake wa kwanza kamili chini ya ulinzi mkali baada ya uchaguzi uliokumbwa na ghasia. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, Rais Suluhu aliwaonya waliotoa vurugu nchini humo, akidai kuwa wengine waliokamatwa wakati wa vurugu hizo ni raia wa kigeni.
Marais watano kutoka barani Afrika walihudhuria uapisho huo, huku naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akiwakilisha rais wa Kenya katika hafla hiyo. Mwandishi wetu Sheila Chelangat ana taarifa hii kwa kina. Siku 4 baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan alikula kiapo, ikiwa ni mwanzo wa muhula wake kamili kama rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Uapisho huu hata hivyo ulikuwa ni tofauti na zile zilizoshuhudiwa nchini humo hapo awali, ikifanyika chini ya ulinzi mkali katika uwanja wa kijeshi na kwa mara ya kwanza pia kutohudhuriwa na raia wa kawaida. Hali hii ikisababishwa na vurugu na ghasia zilizozuka kupinga kutojumuishwa kwa upinzani katika uchaguzi huu. Na huku uapisho huu ukiendelea, Tanzania bado ilikuwa gizani kidijitali, huduma za mtandao zikiwa bado zimesitishwa. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya uapisho, Rais Suluhu alitoa onyo kwa walioanzisha vurugu na kwa wanaoshukiwa kuwa wageni anaodai kuwa wanaingilia masuala ya Tanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Hafla hii ilihudhuriwa na wageni walioalikwa tu, ikiwemo Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Rais wa Msumbiji Daniel Chapo pamoja na wanadiplomasia kadhaa. Rais William Ruto akiwakilishwa na naibu wa rais Kithure Kindiki. Na huku Rais Suluhu akiapa kurejesha amani na utulivu nchini Tanzania, macho yote yameelekezwa kwake, huku madai kuwa zaidi ya watu 700 waliuawa katika machafuko hayo yakizua utata duniani. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Na wakazi wa kijiji cha Muthiga, Salga, kaunti ya Nakuru wamebaki na mshangao baada ya wanandoa wakongwe kupatikana wakiwa wameuliwa kinyama katika kijiji chao. Kwa mujibu wa wakazi, wawili hao walipatikana wamelazwa, mmoja kwenye kitanda na mwingine kwenye kiti, huku damu ikiwa imetapakaa kote kwenye nyumba hiyo. Mike Chalo na kina cha taarifa hii. Mauaji ya Joseph Kihiti mwenye umri wa miaka 90 na mkewe Bethrosa Wanjiku mwenye umri wa miaka 63 yamewaacha wakazi wa Salga wakiwa na uoga mwingi, kichwani mwao wakibaki na maswali chungu nzima. Baada ya wawili hao kukosa kufika katika ibada ya Jumapili hapo jana, ikiwa lazimu majirani kuwasaka, kwani haikuwa kawaida kutokana na kuwa mzee Joseph Kihiti ni mchungaji katika kanisa analoshiriki. Yule ambaye kijana huwa anampeleka kanisani, alipomkosa aliweza kufahamisha majirani ya kwamba hamuoni na kanisa hakuenda. Tunaona ni kama mama alianzia kuuawa pale nje sababu amewekwa katika kiti cha mezani, naye mzee amepigwa na yeye amelazwa katika kitanda. So it is very sad for my father and the entire family for what has befallen us. Jana jioni, majirani wakiupata mlango wa mbele ukiwa umefungwa katika nyumba ambayo wawili hao wamekuwa wakiishi peke yao. Upande wa nyuma wa nyumba hiyo ambapo mlango ulikuwa wazi, wakikutana na bahari ya damu. Cha kustaajabisha, kuna kilichoibiwa katika nyumba ya wawili hao. Wakuvunja mlango, waliwakuta tu kama hawajatayarisha kutengeneza chakula cha jioni. Nigeuza serikali. They bring these culprits into record. Wazee kama hawa wakana hiyo miaka, mkiwaachwa wawili, ni nyumba watajengewa ya kukaa ama ni watakuwa wakiuawa hivi? Kwa mujibu wa afisa wa ujasusi wa kaunti ndogo ya Rongai, mili ya wawili hao iliashiria kuuliwa kwa kifaa butu, kisa kinachooana na cha mwezi jana ambapo wanandoa wengine waliuliwa kwa njia sawa katika eneo la Elbagon kabla ya mili yao kutupwa ndani ya kisima. Walikuwa na damu nyingi kwa mwili na kichwa kilikuwa kimebondwa na kifaa butu.
Mama alikuwa amelazwa kwa kiti na mzee alikuwa amelazwa kwa kitanda chake. Mike Chelo, TV47. Na shughuli za masomo ya vyuo vikuu vya umma nchini zikizidi kulemazwa, waziri wa elimu Julius Ogamba mapema leo Jumatatu ametaka vyama vya wafanyakazi wa vyuo vikuu kusitisha mgomo wao na kurejea kazini. Mwaluse Meshak anaarifu zaidi. Waziri wa elimu nchini Julius Ogamba amewataka wahadhiri wa vyuo vikuu kusitisha mgomo wao ambao umedumu kwa muda wa takribani miezi miwili sasa. I heard the CS crying. Akizungumza katika kaunti ya Kwale wakati wa ufunguzi wa kasha la mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE, Ogamba amesema kuwa serikali iko tayari kufanya mazungumzo na wahadhiri kuhusu utekelezwaji wa mkataba wao. So we explained all this to them, that the difficulty is not that the government doesn't want to pay the 7.7, but the funds are not available to be paid because they were not budgeted for. Ogamba ameeleza kwamba mazungumzo hayo yatakayofanyika bungeni kesho Jumanne yatatoa mwelekeo wa jinsi mkataba wao wa malipo wa mwaka 2017-2021 utatekelezwa. Officers from the ministry, officers from treasury, officers from the unions, and we'll brainstorm together and see whether we can come to an agreement tomorrow. Serikali hadi sasa imekubali kuwalipa wahadhiri shilingi bilioni 7.7 kwa awamu mbili, hatua ambayo wahadhiri wamepinga vikali. So the government then gave an offer to the unions to pay this 7.7 in 3 tranches, in 3 phases. Phase 1 this November, phase 2 in July, and the phase 3 in July 2027. This they again rejected, insisting that they want the whole amount paid in lump sum. Kauli ya waziri inajiri baada ya vyama vya wafanyakazi wa vyuo vikuu kupinga na kutaka pesa zao zilipwe zote mara moja. Now, this becomes a problem because this being a historical debt, a historical amount, this amount was not factored into the budget of the ministry for the year 2025-2026. 2023, we went for 9 months. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Na mahakama ya juu Kerugoya imepiga breki kutekelezwa kwa sheria ya kudhibiti mitandao ya kijamii na matumizi ya kompyuta ya mwaka 2024 iliyotiwa sahihi na Rais William Ruto Oktoba 15 mwaka 2025 hadi kesi iliyowasilishwa kotini isikizwe na kuamuliwa. Jaji Edward Mureithi mnamo Jumatano Novemba 3 alitoa agizo la kusitisha kutekeleza kwa kifungu cha 6 cha sheria hiyo hadi kesi hiyo itakaposikilizwa kikamilifu mbele ya Jaji Lawrence Mugambi katika mahakama ya Milimani Nairobi ifikapo Novemba 5 mwaka huu. Agizo hilo lilitolewa kufuatia kesi iliyoshtakiwa na mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Kirinyaga, Njeri Maina, ambaye anasema marekebisho hayo yamevuruga uhuru wa usemi uliopewa wa Kenya katika katiba ya mwaka 2010. Respective contentions which ought to be heard and decided upon. I think the wisdom of this court is to hold the status quo by extending my order only up to the 5th of November, when you appear before the judge, who will then be saged of the matter, and he can give directions at the end of that appearance before him. This file, Mr. Nyamodi, Mr. Mbarak, and Mr. Sakimpa will be sent by Arana so that it is before Judge Mugambi on Wednesday. Is it Wednesday? Yes, sir. On Wednesday at 9. And in the meantime, you are at liberty as parties in the matter to intervene. Whatever applications now pending will be before the judge on Na wimbi la maombolezo kufuatia kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Odinga linaendelea kugusa taifa zima, likiwaleta pamoja washirika na wapinzani wake wa kisiasa nyumbani kwake Bondo. Alhamisi hii muungano wa upinzani unatarajiwa kumtembelea Mama Aida Odinga kuwasilisha rambirambi zao katika hatua inayotarajiwa kuwa ishara kuu ya umoja katika historia ya kisiasa ya hivi karibuni. Lakini ziara hiyo imezua utata baada ya baadhi ya maafisa wa chama cha ODM kaunti ya Kisumu
kumwonya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua dhidi ya kufika huko, wakimtuhumu kwa kuwa na uhasama dhidi ya uongozi wa chama hicho. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo anaarifu zaidi. Hija ya kisiasa kuelekea Bondo inaendelea, viongozi wakimiminika Kang'o ka Jaramogi kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Amolo Odinga. Alhamisi hii, muungano wa upinzani unatarajiwa kumtembelea Mama Aida Odinga, ishara ya mshikamano wao na familia ya Odinga na pia kudhibitisha ushawishi mkubwa aliokuwa nao marehemu Raila katika historia ya siasa za Kenya. Alhamisi ijayo, familia ya ndugu yetu marehemu Raila Odinga wametukubali tuende angalau tukawaambieni pole, kwa sababu zote tuelewa kwamba kwa sababu ndugu yetu alikuwa amesema kwamba haziko haraka iwezekanavyo, hatukupata nafasi. Marafiki wa Raila wengi wameamua tutaandamana. Lakini hata kabla ya ziara hiyo, mvutano tayari umeibuka. Baadhi ya maafisa wa ODM Kisumu wakiongozwa na naibu mwenyekiti Seth Kanga mwezi uliopita walimuonya hadharani naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua dhidi ya kutua Bondo, wakimtaja kuwa na msimamo usio mwafaka kwa chama chao na viongozi wake. We heard yesterday that Gachagua and his team were supposed to pay homage to the home of Raila Amolo Odinga. We urge Gachagua, never, don't step in Bondo. Don't step in Bondo, as your statements are not very friendly to us as ODM. Otherwise, I urge our members to stay calm. Huko Bondo, kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua na gavana wa zamani wa Kitui Charity Ngilu walitembelea Kang'o ka Jaramogi Jumatatu kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Odinga. Viongozi hao wawili pia walimfariji Mama Aida Odinga nyumbani kwake Opoda Farm, wakikumbuka urafiki wao wa muda mrefu na dhamira yao ya pamoja ya mageuzi ya kisiasa na uwezeshaji wa wanawake. As you join the rest of the nation in paying tribute to this fallen warrior of social justice, steer the nation in a manner that reflects the ideals of selflessness. He was your husband, but he mentored a lot of us. And he helped us to know in leadership, it's about serving. When this thing happened, it was sudden. I knew Raila was not feeling well, but I didn't know that it should end up this way. Ziara yao ilisisitiza wito mpya wa umoja wa kitaifa na kuendeleza maono ya Raila Odinga ya Kenya yenye haki, demokrasia na ushirikishwaji. Wakati huo huo, naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua amekataa madai ya Rais William Ruto kwamba hana mpinzani wa kweli kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akisema changamoto halisi iko mikononi mwa wananchi wa Kenya. I'd like just to inform him that we are not his opponents. His opponents are the people of Kenya. And the people of Kenya have gone nowhere. We are just doing what the people of Kenya want. We have sufficient, clear instructions from the people of Kenya to agree on one single presidential candidate to face William Ruto and liberate our country, restore the dignity of the paisley. Kauli ya Gachagua inajiri wakati muungano wa kisiasa nchini ukibadilika kufuatia kifo cha kiongozi huyo mkongwe wa upinzani. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali. Salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. No more
excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit Karibu tena mtazamaji. Taasisi ya hospitali ya Mata kwa ushirikiano na serikali ya Slovakia imepiga hatua kubwa katika kuokoa maisha ya watoto wanaougua magonjwa au ugonjwa wa moyo kutoka familia zisizojiweza. Kupitia mpango wa Mata Hatran, watoto kutoka familia zisizojiweza wamepata nafasi ya kufanyiwa upasuaji wa moyo bure au kwa gharama nafuu, hatua inayoleta matumaini mapya kwa wazazi wengi nchini. Mkurugenzi wa hospitali ya Mata, Daktari Kevin Rombosia, amesema kwa ushirikiano huo na serikali ya Slovakia umesaidia kupunguza mzigo wa kifedha kwa familia na kuimarisha ujuzi wa madaktari wa Kenya katika upasuaji wa moyo. Ushirikiano huu wa kimataifa ni mfano halisi wa nguvu ya ushirikiano katika kuboresha huduma za afya na kuokoa maisha ya watoto wanaokabiliwa na changamoto za maradhi ya moyo. What we had this week was a cardiac mission where we had visiting faculty from Czech and Slovakia visiting the hospital to conduct complex procedures on 9 children, mostly with complex congenital lesions. We're looking at innovative ways to ensure that this very highly impactful cardiac mission goes on so that we address this disease burden. Great success of 8 children who have undergone complex cardiac conditions that they would have lost their life if there was not this intervention. And one of our values as Sisters of Mercy is to pass compassion, especially to the less privileged. Throughout the more than 10 years, we, together with the doctors from Mata Hospital, were able to save, I would say, hundreds or more than thousands of lives. And we as Slovak Republic are very proud that we are contributing to the well-being of the nation of Kenya. Na serikali imezindua warsha kuu ya mbolea ya shilingi bilioni 100 katika eneo la Olkaria, Naivasha, ili kusaidia kuimarisha utoshelezaji wa chakula nchini na kupunguza uagizaji wa mbolea kutoka nje. Rais William Ruto amesema mradi huo wa KenGen na Kashan Group utazalisha tani
400,000 na za mbolea kila mwaka, ukisaidia kudhibiti bei kwa wakulima na ukitumia nguvu za joto ardhi za megawati 165. Mradi huo utapunguza tani 600,000 za hewa ya kaboni na kuunda ajira 2,000 kwa vijana. With a total investment value of $800 million, it is projected to generate more than 13 million $, that is 1.7 billion Kenya shillings in annual profits to KenGen, while opening new frontiers for carbon credit generation and trading under international climate mechanisms. We hope we work together with the Kenya energy sector to realize our shared vision and blueprint for the future, to utilize Kenya's innovative modular geothermal power plant technology and Kenya's vast geothermal resources bestowed by God to develop Kenya's green energy and green chemical industry. Na michezoni ni kuwa timu ya ligi kuu ya kandanda nchini Kenya, Nairobi United, imepangwa katika kundi ba kwenye kombe la shirikisho la Africa CAF Confederations Cup msimu wa mwaka 2025-2026. Nai Boys wako pamoja na wababe wa kandanda Wydad AC, AS Maniema Union na Azam FC kwa hatua ya makundi katika kombe hili. Mechi hizi zinatarajiwa kung'oa nanga Novemba tarehe 21. Na Fortune Sacco FC waliandikisha ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Gucha Stars kwenye mechi ya ligi ya NSL. Hayo ya kijiri, 3K FC waliandikisha sare ya bao 1-1 dhidi ya Mwatate Vihiga United, wakaibwaga Luanda Villa kwa bao 1-0, nao Equity wakaicharaza Migori Youth bao 1-0. Playing Migori Youth was a hard game because they are the current league leaders. So it was going to be very difficult for us. It was a game of two halves. We dominated and scored 2 goals in the first half. They came back really strongly in the second half and were able to score 2 goals. We won 3-2, but we have to go back to our training sessions because we conceded 2 goals from set pieces, from corners. Tulikuwa tumeapproach different na win. Juu tulienda away, tukadraw na tulipata point moja yenye iko enough. Tulikuwa nataka 3. So hii wiki ilikuwa imekam, ilikuwa tumetrainia hii game. Imekuwa poa. First half ndio watu kumakinika vizuri. Ama jamaa wakatuwai mazile za haraka. Tunakubali makosa, hiyo ni makosa tumefanya. Tuna apologize kwa coach. Lakini tunasema hii hatuwezi sema ni kwa makosa yetu, lakini ilikuwa mpango wa Mungu. Hatujai lose game yote tangu tuanze ligi, lakini hii ndio ya kwanza. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti, mie sina la ziada. Ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47 Jumatatu ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, wakiwemo wapiga picha, waelekezi, wahariri pamoja na maripota wetu kutoka kaunti zote 47. Bila kukusahau wewe mtazamaji siku zote kwa kushabikia runinga hii ya TV47. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, wenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara si mwingine ni Valin Owino. Kwaheri kwa sasa.